Receive all the glory. Father, bless the young people. Bless the men of this church. Bless the women of this church. Bless all the surrounding community. In the mighty name of Jesus. Receive all the glory, the power and the favor. In the mighty name of Jesus we pray and believe. Amen. Tuseme amen. Tupigie mtumishi wa Mungu makofi anapokuja kuminisha. Piga makofi mazuri kwa jina la Yesu. Welcome, man of God. Thank you, sir. Hallelujah. Please, let's take our seat. Ninyi msiende. Kuna mtu ako na nyimbo za tenzi hapa. There is a song that I have been singing in my heart. Mama Brian, you remember kitabu? Epiteremsa Rasmus. Unasikia iko juu hiyo. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Ulinipenda. How I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. One more time. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Ulinipenda. Uninyunyizia maji.
very briefly, nataka nifunze neno la Bwana kwa and please take care of the children wale wanatembea tembea. tafadhali tuweze kurudia watoto After the sermon, I am going to do two things. Tukimaliza kuhubiri atafanya mambo mbili. All the people who have completed their yearly sacrifice, I'm going to pray for you. Wale watu wote ambao wametoa mbegu zao zote, sadaka zao zote za kila mwaka nitaomba. Today I woke up with a very unique grace. Leo niliamka na neema nyingine isiyo ya kawaida. I know there is something God is doing today. Najua kuna kitu Mungu anafanya. And then I am going to touch every child who is going back to school. Na kila nitaweza kuguza kila mtoto anayerudi shule. And you are going to have the best term ever. Na mtakuwa na muda mzuri sana. No sickness. Hakuna magonjwa. No lack of school fees. Hamtakosa karo. God will watch over our children. Mungu atawalinda watoto wetu. So, but before that, Lakini kabla tufikie, I want you to take out your notebook. nataka utoe notebook yako. Today, I want us to learn something. Leo nataka tujifunze kitu. All our churches, Wonders Tabernacle Church, we are teaching about blessed to be a blessing. Kanisa letu la Wonders tunafunza kuhusu nibarikiwe ndio niweze kuwa baraka. And today we want to show you how you can be blessed. Na nataka nikuonyeshe vile unaweza barikiwa. To be a blessing Ndio uweze kuwa baraka through tithing. kupitia kwa fungu la 10. So I am going to answer so many questions. Kwa hivyo nitajibu maswali mingi sana. And if you have a question you have always wanted to know about tithing, Na kama uko na swali ambalo umekuwa ukijiuliza kuhusu kutoa fungu la 10, after the video I am going to answer your question. tukitoka kwa mtandao nitaweza kukujibu. If I will not answer in the question I'm going to answer in my sermon today, Kama sitakuwa nimeweza kujibu kwa maswali nitakayojibu. so I want you to get ready. Kwa hivyo nataka ujitayarishe. Don't be disturbed by anything. Usiweze kusumbuliwa na kitu. My intention is just for you to be blessed. Mimi nia yangu niweze kubarikiwa. God has taken care of all my needs. Kwa sababu Mungu ameweza kuhifadhi na kulinda mahitaji yangu. But I want to introduce very briefly Na nataka niweze kuelezea kwa kifupi what this means. maana ya hii. Blessed to be a blessing. Nimebarikiwa ndio niweze kuwa baraka. This was told to Abraham by God. Huyu ni Abraham. Can you go to Genesis 12? Mungu. When God called Abraham, Wakati Mungu alimuita Abrahamu, and he had a program to bless his life, na alikuwa na mpango wa kuweza kubariki maisha yake. he gave them the way God blesses his people. Alimuonyesha njia vile Mungu huwa anabariki watu wake. We are reading from verse 1. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. Many times God does not bless you when you are in the land of your father. Wakati mwingi Mungu akubariki ukiwa pale kwa nchi ya baba zako. There is a pastor who once told us, Kuna mchungaji aliyetuambia, if you want to be blessed, ukitaka kubarikiwa, move. toka. That is what Abraham was told. Hivyo ndivyo Abraham aliambiwa. Go ahead, Tony. Very fast. Tuwe na speed kwa hii ibada ili ni cover something. I will make you a great nation. Now listen to this. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Now, this is what God told Abraham. Hivi ndivyo Mungu alimwambia Abraham. I myself am the one who will bless you. Mimi ndiye nitaweza kukubariki. So I want you to write this. Nataka uandike hivi. The part of blessing belongs to God. Mahali pa baraka ama upande wa baraka ni wa Mungu. So you are not supposed to chase after blessing. Kwa hivyo wewe huhitajiki kukimbizana na baraka. It is not for you to chase after money after blessing. Sio wewe uweze kukimbizana na fedha na baraka. God is saying, Mungu anasema, I will bless you. Mimi ndiye nitakayekubariki. I am the one who will fight the battles of your blessing. Mimi ndiye nitapigana vita vya baraka yako. I am the one who will know where blessings will come from. Mimi ndiye nitajua baraka zitatoka wapi. All I want you to do
ninachotaka ufanye is to meet the condition. ni uweze kupatana na zile condition. And the condition is, na ile sheria ni you are going to become a channel. wewe utakuwa ndiye mfereji. You will be a blessing. Wewe utakuwa ni baraka. And I want to say this at this juncture. Nataka niseme hivi kwa hii chapter. There is nothing God cannot give you. Ya kwamba hakuna kitu Mungu hawezi kupa. There is no wealth God cannot entrust you. And please, I want you to concentrate. Wachana na watoto. I want you to concentrate. There is no wealth God cannot entrust you. Hakuna utajiri ambao Mungu hawezi kukuaminia. If you catch this revelation, ukiweza kupata ufunuo, if you know ukijua that God is entrusting you with blessing for you to be a blessing. Mungu anakuaminia baraka ndio uweze kuwa baraka. If you tell the Lord, ukiambia Mungu, I am a vessel, mimi ni chombo, I am a channel, mimi ni chombo, bless me, nibariki, and I will be faithful to pass on. nami nitakuwa mwaminifu kwa mtu fulani. I want to tell you, church, and I want you to listen to me very closely. Nataka nikwambie kanisa na unisikize kwa makini. God hates accumulation of wealth and money and everything. Mungu hapendi sana mtu mwenye kujaza utajiri. When God is blessing you, wakati Mungu anakubariki, He has no intention you be saying, I have $1 million in the bank, I have 2 million, I have. God hates that. Mungu hapendi vile unaenda ukisema niko na milioni 1, 2, 3 kwa benki. There is one person in the Bible, kuna mtu mmoja kwa Biblia who says, aliyesema, my crops are now ripe. Sasa mazao yangu sasa ni I have so much harvest. Mimi niko na mavuno mengi. So I am going to enlarge my gallery. Kwa hivyo nitaweza kupanua ghala zangu. And I am going to accumulate so much. Na nitaweza kuweka pale ndani mazao. And then I sit down. Na pia nitaweza kuketi. And I begin to eat. Na nianze sasa kufurahia. And immediately, na ghafla, God called that person, you fool. Mungu akamuita wewe mjinga. I will take your soul now. Nitachukua moyo wako sasa. Because you have failed to use my principles. Kwa sababu wewe umeshindwa kutumia kanuni zangu. And that person lost life. Na huyo mtu akafa. But Abraham, lakini was told, akaambiwa, if you only purpose, I am going to be a blessing. Wewe ukiamua tu mimi nitakuwa baraka. Blessing to my family. Baraka kwa familia. Do you know there are people who it is very hard to give money even to the children or a wife? Kuna watu hata kupea watoto pesa na bibi ni vigumu. There are people who are very hard, like now it is Mother's Day. You cannot say to your mother anything. Kuna watu wagumu hata huwezi tumia mama kitu na ni siku yao. Even blessing to the poor. Hata kuwa baraka kwa wale wanyonge. Even the way Pastor Steve taught us very well in the service, in that hour of opening, welcoming church. Kama vile tulifunzwa hata na mchungaji Steven vizuri sana alipokuwa anatukaribisha. Now listen to me. Sikiza. If you tell the Lord, I will be a channel. Kiambia Mungu mimi nitakuwa mfereji. Get ready. You will get rich young. Jiandae kwa sababu utatajirika ukiwa mdogo. There are two kind of believers. Kuna waamini aina mbili. The elephant believers. Yule ambaye ni mwili Job. And the cat believers. Na wale ambao ni paka. Now the cat, yule paka ikianza kujisaidia unaweza kaa mwezi bila kujua kuna kitu kinaendelea. Yaani ni harufu tu utasikia uanze kutafuta. Nayo paka, sababu kile inatoa ni kitu kadogo, nayo unaipatia chakula kwa kafuniko ya kitu. Hapo ndipo unaiwekea. But elephant, kini ndovu. Mimi nimekaa mahali kuna ndovu huko Aboseri. Ikitoa gari inakuja, lori mzima itachukua manua. Yaani inaweza jaza lori moja. Nayo Mungu anaipea kichaka yote. The blessing of elephant is the whole kichaka. Now choose what you want to be. Chagua wewe unataka kuwa nini. If you want to be blessed by God, kitaka baraka za Mungu, purpose to be a blessing. Amua nitakuwa baraka. Become a channel. Wewe fanyika mfano. Now a tap will never lack water.
Mfereji utawahi kosa maji, but it doesn't keep water. lakini mfereji hauwekangi maji. Let me tell you, you are not rich when you keep money. Wewe si tajiri wakati umeweka. You are rich when you say this amount of money has passed through my hands. Wewe ni tajiri wakati unasema hiki kiwango cha pesa, kiasi cha pesa kimepita kwa mikono yako. Can you say I will be a blessing? Nitoke hapa kwa introduction sababu nataka tusome. Can you say I will be a blessing? Kwa baraka. Have you gotten that? How do you become a blessing? How are you blessed? When you become a blessing. A blessing. Kuna watu yaani wanapenda wewe ndio unawanunulia tu. Na mimi nakataa hao watu sana. Kuna wakati tu kila wakati tukienda na Pastor Wafula tukiingia kwa hoteli anasema kuleni nyama kila kitu unataka. Tukitoa pesa akasema sasa ni mimi nalipa. Wakati mmoja nikamwambia hapana. Mtu anaweza kuwa ananyakua pesa yake. Na kuna watu wanapenda si mimi tununulie kachai. Yaani hata mkiketi kwa meza unangojea wewe ndiye wakununulie. Hapana, kataa hiyo. Hata kama ni madizi utanunulia watu, wabebe watu kuleni madizi. If you become a blessing, ukifanyika baraka, you will be blessed. Utakuwa baraka. So stop running after blessing. Kwa hivyo usikibizane na baraka. It is God who blesses. Mungu ndiye your work is to be a blessing. Kazi yako ni kufanyika baraka. And God will bless you. Na Mungu atawabariki. Now for you to be blessed, ndio uweze kubarikiwa, the first condition in the Bible, ile sheria ama kanuni ya kwanza kwa Biblia, is you become a tither. Ni wewe ufanyike mtu wa kutoa. And I want us to study about tithing. Nataka tusome kuhusu kutoa fungu. And I am going to teach in a form of questions. Na nitaweza kufunza kwa njia ya maswali. But first let's read some keywords. Kili kwanza tutasoma maneno ambayo. Can you go Malachi 3:8? Malaki 3:8. Malachi 3:8 very fast. Imeanzia hapo juu. When God was telling his people to return to him, and he was telling them, this is the way now to repent and return. Can you go verse 7? Nisome kutoka hapo, nitasoma kwa haraka sana. Yet, tusome pamoja, from the days of your fathers, you have gone away from my ordinances, and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, in what way shall we return? Go ahead. Will a man rob God? Robbery. Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. Go ahead. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Go ahead. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this. Sijaisikia mahali pengine Mungu amesema try me, but he is saying and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive. Go ahead. Now listen to that verse. And it is the work of God, I will rebuke the devourer for your sake. Sicknesses, kila kitu ambacho kinakula pesa yako, so that he will not destroy the fruit of your ground. Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Finally, sikia hiyo mstari ya mwisho. And all nations will do what? Call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. God will announce you. God will advertise you. Mungu atakutangaza. Can you go Leviticus 27 verse 30? Mambo ya Lewi. As I teach, I will be referring those verses. Nikifunza nitakuwa napitia kwa yale mistari. Leviticus chapter 27 verse 30. Now, let's read together this verse. Now, ufungue kichwa chako. 1, 2, 3, let's go. How many times? All the time. Vile mnasomaga tukisoma masomo hiyo ingine, I want you to open your mouth. 1, 2, 3, go ahead and all the time. How much time?
all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is what? the Lord's. Is what? The Lord's. Is the Lord. Now, listen to that part. That is the part that make me never eat tithe. Hiyo ndio inanifanyanga nisiwahi kula fungu la kumi. Ni kama kula sakramenti. Yaani ni kama uingie kwa kanisa uibe masakramenti. Usinasema ni kuiba tunaiba tithe. Sasa wakati unakula tithe ni kama umeingia umevunja kanisa na umekula masakramenti. Inaitwa nini hiyo ya kula? Hiyo ndio, ama uchukue mafuta hii anointing oil uanze ndio ya kujipaka, you just misuse it. Because God is saying tithe is what? Holy. Can we read the final verse? It is Holy. Holy To the Lord. to the Lord. Now, let's go now to our question. Number one, what is tithe? Sasa tuulizane maswali. Ya kwanza, fungu la Pastor kumi. Duncan, what is tithe? Fungu la kumi ni nini? Tunajibu kwa haraka. What is tithe? It is the offering of a tenth of whatever you have been blessed with. So tithe is, na uniangalie vizuri, nikiona umeinama wewe ndiye nitauliza swali. Kwa sababu sasa ni kusoma. We are in a class. Now, tithe is what? It is a tenth of anything that you have. Asilimia mbili ya chochote ulicho nacho. Hii vidole ni 10. Kimoja ndio tithe. So tithe, you have 100 shilling. What is tithe? Uko na shilingi 100 Karen nini? Ni shilingi 10. So na ukiwa na mayai 10, what is tithe? Yai mo. Ukiwa na nguo 10, what is tithe? Ukiwa na viatu 10, what is tithe? Kiatu moja. Na ukivaa hiyo moja, ujue unavaa holy unto the Lord. Na Mungu akikuangalia anaona huyu aliniibia nini? Hiyo yai ukikula, ukai muone mwito. Mwizi anakula mayai yako. Biblia inasema ukivuna mahindi, ukivuna nini? Tithe 1/10 ni ya Mungu. Kwa hivyo tithe is 1/10. Twende swali la pili. Who do tithe belongs to? Fungu la 10 ni la nani? Nilisema mtu ambaye anainama ndiye nitauliza. Tithe ni ya nani? Lois. Tithe ni ya nani? According to the scripture. Unajibu kwa haraka. Tithe ni ya nani? Ni ya Mungu. Hapana. Wacha tusikie mtu mwingine. Colin, tithe ni ya nani? Sauti hebu teremsha kidogo nisikie ati. Now, hapo ndipo sasa ukipita huo mtihani hutakosa kulipa tithe. Imeambiwa ni ya nani? Ya Mungu. Is all the tithe is there? Lord. Sema vizuri, is there? Lord. Sema vizuri, it is there? Lord. It is holy to. The Lord. So we have answered that question. That tithe Kwamba fungu la 10 ya Mungu. ni ya Mungu. Sio ya pastor, sio ya kanisa. Mungu hata yeye akisema sasa ni yangu, nikipea huyu sasa ni Mungu amepea, sio wewe. Amesema immediately you get the fruit. Ukipata That matunda, seed called tithe. hiyo mbegu inaitwa Ujue kila wakati ni ya Mungu. Now let's go to the next question. Twende kwa swali lingine. Who should give tithe? Ni nani anayefaa kutoa fungu la 10? Unanichukua kichwa yote. Wakati mwingine ulikuwa unanikata. Wewe ni mhubiri wewe. Unanifollow kabisa, unanikata kichwa. Now, listen to this. Why? Okay. We are who should give tithe? Mama Brian. Who should give tithe? Kulingana na wewe. Tunajibu haraka ili nimalize. Ati? Ni okay, groups. Ni kanisa tu, ni wamama tu, ni wazee tu, ni washirika tu. Who should give tithe? Watu wote. Pastor Steven, kuna kitu unasema. Kila mtu. Kila mtu ni nini?
Hapa kuna mtu. Nauliza. Baba wako kila mtu ni nani? Aduothe. Haena tu. Okoro mtu yangu kwa naibu. Okoro ndore nyau. Kama wewe ni juu, kama wewe ni ndore ngoma uwe mtu oyama kwa naibu. Kama wewe ni binadamu inua mkono. Ebu tuweke hapa. Sema mimi natakiwa kutoa tai. Na kutoka leo Mungu amesema nisikule tai. Mimi ni mtoaji tai. Kuna watu hawasemi. Na Mungu anakuona. Biblia inasema vizuri. Now, kuna watu wengine wanajifanya wao hawawezi kutoa tai. For example, there are pastors. Kuna wachungaji who don't tithe. Ambao hawatoa. I thank God for the Church of Wonders. Nashukuru Mungu kwa kanisa la. Because our system, kwa sababu no way you cannot tithe. Hakuna jinsi unaweza kosa. Because we tithe every end of the month. Kwa sababu huwa tunatoa fungu la. And every church must report and take tithe. Na kanisa yote ni lazima tuende pale tulipoti na. So even ukikutana na mhubiri yeye ni kukula tu na kupokea, mwambie hata wewe toa tithe. Even pastors should tithe. Hata wachungaji wanafaa watoe fungu la 10. Na wanafunzi Gabriel, wanafunzi Reverend Gabriel, wanafunzi wanatakiwa kutoa tithe. Hebu teremsha kidogo tu niambie alafu rudisha. Wanatakiwa. Now, kila mtu ambaye ana kitu anaweza sema ni nimepewa mia na mama kasiriki 10 usikule. Ukikula wewe ni mwizi na umekula ya Mungu. Kwa hivyo hata wanafunzi, kila mtu anatakiwa kutoa tithe. Even children, hata watoto. Whoever can have anything called mine. Kama uko na kitu na you should give tithe. Unaweza toa. Number 4, tunaendelea kwa haraka. Where do we give our tithe? Je, behind the camera tunatakiwa kutoa wapi tithe? Kanisa. Na kwa si tutoe kwa nganga wa neno ama Apostle William ama wala tunaona kwa TV. Unatakiwa kutoa tithe wapi? Kanisa ambalo nashiriki. Mrs. Duncan. Correct. Mrs. Duncan, tunatakiwa kutoa tithe wapi? Mahali ambapo mshirika anashiriki. Haya, ukienda kutoa kwingine tithe, sio ile hata giving. Wewe umeenda kupanda kwa shamba ya wenyewe na huko hutavuna. Ni kama uende kupanda kwa neighbor. Hata ukikuta huko unaweza kuwa sana. What are you doing? Yaani unafanya kitu mzuri lakini unapanda mahali ambapo hutakui kupanda. Tithe, Biblia inasema vizuri. Can we go to the Malachi? Ile Malachi 3:8, twende hapo very fast. Tusome verse 10. Can you go verse 10? Let's read together. I want you to understand this. Now let's read together. 1, 2, 3. Bring into where? Storehouse. That there may be food in my house. Storehouse. Storehouse. Bring all the time. Mlete fungu zenu na saka zenu. So tithe should be given. Kwa hivyo fungu la 10 into the church. Can you write that? Into the church. Pale kanisani. Where the priest is. Mahali kuhani ako. Who blesses and feed you spiritually. Anayekubariki na kukulisha kiroho. Genesis 14:20, the Bible says that Abraham took his tithe to Melchizedek. Yeye inasema alipeleka fungu lake la 10 kwa Melchizedek. He was the priest that time. Yeye ndiye alikuwa kuhani. Now, kuna watu wanasemaga ati tithe ilikuja na Moses na sheria. Hapana. Abraham alikuwa mbele ya Moses. And he gave tithe through the revelation. Hata hakukuwa mtu anajua mambo ya tithe. Yeye mwenyewe sababu alikuwa connected na Mungu, akafunguliwa na Mungu mambo ya tithe. Alipopata kitu akapelekea Mungu tithe. Without any law,
Moses hakuwa amezaliwa. Bila sheria yoyote, hata Musa hakuwa amezaliwa. Listen to that. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And he gave him a tithe of all. He gave to Melchizedek. Akatolea Melchizedek fungu. Now, there is something I want you to see. Numbers 18:28 to that one. And you go there very fast. Tunataka tuone Numbers. We are studying where do we give you our tithe. Tunasoma. Now, listen to that. Can we read together? 1, 2, 3. Thus you shall also offer a heave offering to the Lord from all your tithes, which you received from the children of Israel. And you shall give the Lord's heave offering from it to Aaron the priest. Now, children of Israel, Wana wa Israeli were taking tithe walikuwa wanachukua fungu to la the tent they are worshiping God, wanapeleka pale kwa hema ambao walikuwa where the priest was called Aaron. mahali kuhani alikuwa Aaron. Now, can I ask a question? Eric, where do you utanijibu? If tithe should be taken into the storehouse, Kama zaka tuna is it a sin? ni dhambi Useme niko na tithe yangu, sasa nitafanya hivi. Nitanunulia washirika wote viatu. Na tithe yangu. What do you comment about that? Is it a sin or is it a good thing? Yes, it is a sin. It is a sin. Hiyo ni dhambi. Because umefanya kama vile Saulo alifanya. Samueli ndiye anatakiwa kutoa hiyo dhabihu. Lakini Saulo akaona kumekaa sana, akasema atoe dhabihu. Immediately Mungu akaongea. How are you so disobedient? Because the one who has authority, who is anointed, who has capacity to manage tithe is only the priest. These are things that are called holy unto the Lord. hii ni mambo yanaitwa takatifu kwake Mungu. They are supposed to be handled by the called people in the ministry. Na hizi vitu zinafaa kupeanwa kwa wale watu ambao wako kwa huduma. That is why God fight people and you don't know why things are fighting you. Na ndiposa Mungu hupiga watu na shida ni nini kinapiga. Sitarudi lakini tunaendelea. Now that is why God things fight you. Hiyo ndio sababu vitu huwa zinakupiga. Because you just do things with your life. Kwa sababu unafanyanga mambo mengine na You are the one who is in control. wewe ndiye unaye. It is good to confess positively. Zimesema zitakuja. Si zimekuja. Hallelujah. So listen to me. Sikiza. The one who has authority over tithes ni wale Mungu ameweka wa manage tithe. So that is very very important. Na hiyo ni ya muhimu sana. Don't take tithe where you want. Usichukue upeleke fungu la kwa bahari na Don't plan the tithe. Usipangie. Simply obey God. Wewe amini tu Mungu na And take it where it belongs. upeleke mahali inafaa. Hallelujah. Amen. Now, number 5. Ya tano. What happens for your sake when you take tithe to the church? Ni nini huwa kinafanyika kwako wakati umepeleka fungu la 10 kanisani? Kama tuko pamoja this far, hebu nifanye hivi. What happens? Unajua sasa, begin now to put your underline ili uone why you should give tithe. Now you will be shocked. Utashtuka. Unajua watu wanaona tu pastor ndiye anapokea na anazibariki. But listen, Sikiza. hii altar unaona hapa Hii madhabahu iko hapa. inasimamia altar ya mbinguni. As I receive tithe, Ninapopokea fungu la 10. utaona kile kinafanyika. Enda Hebrews chapter 7. Ibrania. Hiyo usiwazi. Unajua watu wanasemaga tithe ni Old Testament. Sasa hiyo ni Old Testament. It is New Testament. Hii hapo haioni kitabu. Hallelujah. Can you go Hebrews chapter 7 verse 7? Hallelujah. Imefungua. Hebrews 7 verse 7. Now listen why you should number 1 go to the priest and take the tithe. Who blesses who? Now, can you read? Now, beyond all contradiction, the lesser is blessed by the Ebueka version. Weka NIV. Now,
Now, let's read the NIV. 1 to 3. And without doubt, the lesser person is blessed by the greater. Now listen. Sikiza. Mimi nimeona hiyo practically. Kuna wakati kulikuwa kumekauka sana. And I was saying, God, si mtu akuje tu anipe pesa. Ama si ufungue mlango tu kuvuje pesa. Immediately ni so kwa hiyo. And immediately I did that. Hey, niliona kama mbingu zimefunguka. Hata hatukuongea, hata hakujibu. I just ni kama kuplug. Yaani ukitoa time umeplug to the greater to your grace. The lesser person is blessed by the greater. So it is very important. Kwa hivyo ni muhimu sana you give your time. Kutoa fungu la kumi. Because kwa sababu when you tithe, unapotoa, that is where you connect with the grace, with the greater grace that helps. Hapo ndipo unajiunganisha na ile neema kuu ambayo The pastor has nothing to do with it. Mchungaji hana kitu. The grace belongs to God. Neema ni ya Mungu. The grace belongs to the ministry. Neema ni ya huduma. The pastor is simply a priest. Mchungaji yeye ni kuhani. Once he receives, akipokea, you have already, yani masadaka. Wakati unatuma tithe, si unasikia tu, yani ni kama kuna kitu kimeondoka. Yani you just feel connected. Na unasikia uko huru, uko na furaha. Yani saa ile nimetoa tithe wakati huo, na saa zingine unatoa unaachwa bila kitu. Baba wako unaachwa ukilia, lakini deep in your spirit, ndani pale kwa moyo wako ndani, yani you feel you are connected. Unasikia kweli nimeunganishwa. Hallelujah. Hallelujah. Can you go ahead with that scripture? Number 8. I am answering the question, what happens for your sake when you take tithe to the church? Ni nini kinafanyikanga wakati umepeleka fungu la kumi kanisani? Turn to Hebrews 7. Waebrania 7. Hallelujah. 7:7. Very fast. Now see na yangu. Haya, kama nyinyi mnaweza soma someni. Hebrews soma Karen. 7 verse 8 now. He says, in the one case, the tenth is collected by people. God. Ebu isome kabisa umalize hiyo 10. In the one case, the tenth is collected by people who die. But in the other case, by him who is declared to be living. Pastor Duncan yako inasoma nini ya kale? Hebu chukua hii NIV. Unasema, Hebu chukua hii. Usome kwa sauti. in the one case, The tithes are received by mortal men. The tithe is received by mortal men like Pastor Daniel. But in the other case, by one whom, nataka ile inasema there. As I receive here, kuna version inasema there. Nani yako na hiyo? Hebu soma kwa sauti na utoe hiyo. And here men that die receive tithes. Here men that die, saa ile umekuja na tithe. Men that die, they receive. That part, now listen, please, niangalie mimi. Now, as I receive tithe, napopokea fungu la immediately, altar ya heaven, kuna kuwa na signal. Titi. Yesu anaamuka. Inasemaje? But there, he received them. Ebu enda ujisomea hiyo mstari. Biblia inasema this is serious. This is what happens when you give tithe. Hivi ndivyo kunafanyika unapotoa. You give to mortal men and they note somewhere. Unatoa kwa mtu binadamu anaandika mahali. As I note here, there. Ninapoandika hapa, in the altar of heaven, kwa madhabahu ya mbinguni. Hey, unanisikiza? Hebu sema there. Sema vizuri, inua mikono, sema there.
Biblia inasema naye Yesu anapokea na anaandika. Hebu niulize Eric, kuna kitabu cha uzima lakini mbinguni kulionekana kitabu ama vitabu? The Bible says books were open. Hebu niulizie huo mwingine, kitabu yako ya tithe kule kwa Yesu inasoma nini? Okay, na yeye hata akikuangalia vibaya ama vizuri. Kuna watu hawaulizani kitabu yako ndio hapo kwa tumekeo kiama madakiti. Kuna watu ambao hawawezi Atigagira ritwa rĩakwa rĩ hau kiama-inĩ. anahakikisha jina langu liko kwa. Kuna watu wanajua kuandikisha majina yao kabisa, lakini kule kwa Mungu you are empty. Huna kitu. Kitabu yako ikitolewa, Mungu anasema mwizi. Biblia inasema here we receive, there he also receive. Hapa tunapokea na inapokelewa huko. Hiyo ndio inanifanyaga nitoe tithe. Jio akipokea tithe yangu, there Mungu na yeye anapokea in the altar of heaven. Now njia yangu yote inafunguka, vita yangu vyote Mungu anaanza kuvipigana. Now very fast, Haraka sana. very fast, the purpose of tithe. Tithe ni ya nini? The purpose of tithe. Unaendelea kuandika, andika the purpose of tithe. Umuhimu wa kutoa fungu la. Haya, number one, like this. Number one, tithe is an act of high worship. Kutoa fungu la 10 ni tendo la. Wale wako nyuma nitawauliza nimesema nini. Hebu nione ni nani nitauliza hapa nyuma. Nimesema tithe ni nini? Tithe nimesema ni wale mko nyuma. Nimesema tithe ni it is an act of high worship. Tendo la kuabudu Mungu kwa njia ya juu zaidi. Proverbs 3:9. Kale boy ndiye skrini sasa. Ninaangalia pale simu hazija rudi. 3:9. Do you know? Unajua Honoring God is not only with words. kumheshimu Mungu sio kwa maneno. It is not only by lifting hands. Sio kwa kuinua mikono tu. You can honor God with your substance, with your possession, with your money. You can worship God with your money. Can you read that? Only verse 1. Proverbs 3:9. Usome kamoja tu. It says, honor the Lord with your wealth, Honor the Lord with your wealth. with the first fruits of all your Hata achia hapo. So, when you give time, Unapotoa fungu la 10, it is the best way to worship God. hiyo ndio njia nzuri sana ya kuabudu Mungu. Na Mungu akiwa mbinguni anaona this person honors me. Na anaona huyu mtu ananibariki. There is no way in heaven you can keep a record you honor God Hakuna vile unaweza andikisha rekodi pale mbinguni if you are not a tithe. kama hukutoa. Umepata nimesema nini? It is worship. Worship. Number one, in the area of worship, number one andika hivi. In time, it is where you declare Jesus is Lord in my finances. Pale unapotoa fungu la 10 unakia kwamba Yesu ndiye Bwana kwa fedha zako. Nikiweka tithe yangu hivyo, na unajua the best way to tithe is not to do any other thing before you give the tithe. Njia nzuri sana ya kutoa tithe sio kufanya kitu kingine. Because it is in the tithe you tell God you are number one in my life. Unapotoa pale ndio unamwambia Mungu Seek ye first the kingdom of God. tafuteni ufalme wa Mungu kwanza. So in tithing Kwa hivyo unapotoa fungu la 10 is where you declare Jesus, you are Lord in my finances. ndipo unaweza kukiri kwamba Yesu ndiye Bwana kwa pesa zangu. And when you give tithe, Na unapotoa fungu la 10 there Jesus arrives. Yesu anainuka And he know immediately, na anajua kwa mara moja, I have been made Lord in this person's finances. huyu mtu amenifanya ndiye Mungu kwa fedha zake. So this is what happens Kwa hivyo hivi ndivyo kunaendana. when you give tithe.
Unapotoa fungu, You bring Jesus in your financial battles. unaweza kumleta Mungu kwa vita zako za kifedha. Baba Boy alisema kuna watu wanajua kuomba sana. And it is good. I am also a man of prayer. Lakini wacha nikuambie, vita vya pesa. Hata ukisema mama heke bebe baba nikumbuke, baba nipiganie mambo ya pesa, hapana. The way you bring Jesus in your financial battles, it is through tithing. Unapomleta Mungu, unavyomleta Mungu kwa vita vya kifedha ni kutoa fungu la kumi. If we want limitation to be broken, delays to be broken, pay your tithe. Ukitaka kucheleweshwa na kufungiliwa ziondoke, toa fungu la kumi. And hiyo ingine ni kwamba you invite the help of God in your finances. Unaalika msaada wa Mungu kwa fedha zako. Still, and the tithing is an act of worship. Pale tunaandika chini ya hiyo mada ni kuabudu Bwana. When you tithe, Unapotoa, you acknowledge that God was the source of the money that came in your hand, or the harvest that came in your hand. wewe unaambia Mungu, mimi nimetambua wewe ndiye uliyenipea chochote nilicho nacho mikononi. Na Mungu anataka tu hivyo au kuongezea. Now listen to me. Nisikize. If you want God to be knowing, umegundua yeye ndiye source of anything you have. Nataka Mungu agundue kwamba wewe umetambua ndiye anayepeana chochote ulicho Be nacho. a tither. Kuwa mtu wa kutoa fungu la kumi. Hallelujah. Hallelujah. You worship God by honoring Him Unamwabudu and Bwana. acknowledging that He is the source of your wealth. Na pale unapotambua yeye ndiye chanzo cha utajiri. Unaona vile tithe ni very important. Sababu najua hawa watu mtabarikiwa. Hata hawa vijana, you are really going to be blessed. Barikiwa Mtu wa Mungu, before ufungue kanisa, kuna mapesa inawekwa kwa mikono yako. Now get ready. Ikikuja usianguke kwa majaribu. Unajua watu wanaweza kutoa tithe tu pesa kidogo. Lakini ukiona gani ina milioni, basi sasa hiyo unaanza kupima. Nitatoa 5,000. Hapana. Ukipewa na Mungu, recognize it has come from Him. Abua imetoka. Immediately He gives you that money. Hata usiguze before utoe mahitaji yale mengine yote, all the other expenditures, begin with God. Declare Jesus as Lord in my finances. Kiri Yesu ndiye Bwana kwa fedha zako. Na wacha niseme, all the people ambao wamepass the test ya tithe, hao watu wamebarikiwa. Wale tuko na vita ya tithe, we are still lagging behind in the battle of finances. Haya, that is number one, purpose of tithe. Number two, purpose of tithe. Tithing is an act of obedience. Kutoa fungu la kumi ni kuonyesha utiifu. Si Mungu amecommand, ni yeye amesema bring the whole tithe. So if you don't bring the tithe, Kwa hivyo you have unapokosa disobeyed. kuleta, wewe umekosa. So can you write that? Tithe is an act of obedience to the word of God. Kutoa fungu la kumi ni kutii neno lake Bwana. Nilisema nataka tusome mambo ya tithe. Mwalimu, umepata hiyo? Tithe is an act of obedience to God. Kutoa fungu la kumi ni tendo la kumtii Bwana. So the opposite is true anything. The opposite is not tithing is an act of disobedience to God. Sema hallelujah. Kukosa kutoa Sema hallelujah. Yaani kuna watu hawaniambii hata hallelujah hutaki kusema. Sema hallelujah. Wacha nikwambie, ukitaka mambo ya Mungu usifuge moyo. God hates people ambao wanafuganga moyo. Inasema when you hear the voice of God, don't harden your heart. Na Mungu anaonaga. Ukitaka kupelekana na Mungu, fungua moyo. Obey the word. Do what the word is telling you. Na utaona vile Mungu atakupeleka another level in many areas. Now, number 3. Iko karibu kumaliza. We are talking about the purpose of tithing. Number 3, tithing is a declaration of faith. Kutoa fungu la kumi ni kukiri imani.
Mtu hawezi kutoa tairi bila imani. Bababu, uchukue 1,000 ulete ati vitairi ulete. Hapana. Kuna wakati Kirui alibarikiwa akakuja na 1,100 hapa. Nikamuuliza, what are you imagining? Hata huyu amewahi kuja na pesa mingi. Yaani mtu akileta hiyo pesa, mimi huona imani. Faith. Na mtu anakwambia kama mtu mwingine aliniambia, pastor, sina kitu kingine. Hii ni kama pesa ile the widow of Zarephath alipeana. Hii ndio tu na nimetoa kama sacrifice. And God will never disappoint. Nikamwambia hiyo sio tu. Utaona kwa mfuko wa Mungu ule unatowaka, utakuta kuna manoti ingine iko kwa mifuko ingine. Mnajuaga ile majini. Ukimaliza huu mfuko kuna kijini kiko na mifuko. Pesa ziko. He is El Shaddai. Hallelujah. So tithing is a declaration of faith. Na hiyo faith ni ile iko kwa Malachi chapter 3 verse 8. Tulisoma na ninajua mnaweza kuijua. Alisemaje? Mungu alisema bring the whole tithe at number 1. Haya. Waliambiwa wale ambao hawajatoa tithe, you are cursed with a curse. So immediately you give tithe, unakuja na declaration, I am not cursed. Any curse in my life is broken. Any limitation is broken. I am not cursed, I am blessed. Number 2 kwa hiyo scripture inasema hivi, inaongea kuhusu test me, I will do what? Test me, he says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates. Now. When you come with your tithe, you are saying, I have faith. This God, by this time, this is the key. It will open my floodgates. In other words, kutoa tithe, wacha makelele mengi. Hata ukiomba useme, my heaven is open, na unatarajia pesa. Hapana, roho ndiye atashuka. Na utasikia vizuri at the presence of God. Lakini mambo ya pesa inafukuliwa, fungue ya store huko ni tithe. Na ile mambo ingine nitafundisha as we move on with this man. So, Church of God, tithe unadeclare, my heaven is open. My floodgates are open. And pour out so much blessing. You are declaring, I am trusting God for outpouring of blessings. That you will not have room enough for it. I will have blessing without measure. Go ahead. I will prevent pests from Now, hapo ndipo nilikuwa nataka nifuje. When you give tithe, unakuja hiyo tithe ni kama bunduki. Bidhaeni, unakuja unaambia Mungu chochote. Kuna mtu ni Pastor Timothy, wakati mmoja aliniuliza, sasa nikihesabu ile miaka nimetoa tithe ni mingi sana. Na salary na nini ndio naonaga zikifanya kazi. I immediately asked him a question. Nikuulize, kwa hiyo miaka yote umelala hospitali siku ngapi? Watoto wako wamelala hospitali siku ngapi? Unakumbuka fulani alitumia pesa ngapi hospitali? Hata kama Mungu hafanyi kitu, asimamishe chochote ambacho kinakula pesa yako, unatajirika. So, Church of God, tithe, unasema, I will not fight any enemy of my finances. God will fight them. He will rebuke sicknesses. Anything that can eat my money, Jehovah will rebuke them. And finally, when you give time, mahali ya faith, unasema God is the one who will announce me. Kuna mstari tulisoma, and all nations will call me blessed. You need your business to be announced by God. We need the church to be announced by God. You need your job, wherever you are, to be announced by God.
If you want all nations to know about you and call you blessed, Ukitaka mataifa yote wakuite mbarikiwa and bring their blessings to you, na walete baraka zako be a kwako. tither. Kuwa mtu wa kutoa. It is what make God give you favor and you are blessed. It announces you. Hiyo ndio inafanyanga Mungu akupe kibali na Haya. Two more nimalize. Another purpose of tithing. Can you now go to Numbers 18:24? Another purpose of tithing, andika hapa. Tithing is God's set way to support the ministry. Can you write that? Toa fungu la 10 ndio njia ambayo Mungu ameweka ya kuweza kuinua kwa huduma yake. Ili mwalimu. Adoma hapa tithing. Tumewahi ona Mungu akiwa mbinguni anachukua deni. Alafu si amesema nyumba yako kuwe na chakula. Ya nini? Unajua kuna kitu nataka usikie hapo. Tithe ikikuja kwa nyumba ya Bwana, naye Mungu who is the owner of that tithe anasema hii ndio ya kupeleka ministry mbele. And the first thing to do in the ministry, can you read that verse? He says, Kwa sauti, I give to and the somebody Levites, else, soma na hiyo version yako. I give to the Levites all the tithes in Israel. Husemi vizuri. Hebu soma tena. I give to the Levites all the tithes in Israel. I give to the Levites all the tithes in Israel. As Mungu their- pia ngoja hapo. Ni yake. Lakini sasa anasema sababu nitakuwa na makuhani wangu wanatumika na sitaki waende huko waconcentrate na mambo mengine. So he part of this tithe it is to support them. Now, kwa hivyo mtu akikula tithe anasema kanisa ifuko. Na it's ni njia ingine ya anti-anointing. Ya kusema wewe hutaki mhubiri akae, hutaki pastor akae, hutaki kanisa iendelee. It's another way when you don't give them. Si Biblia inasema vizuri. God gave the priest. Na akaambia makuhani, my Levites are not to have any other portion. Sisi hata Mungu atatubariki na mashamba na mambo hiyo mengine ni favor tu. Hallelujah. Alisema our portion is the Lord. So, tithing hapo amesemaje? I give to the Levites all the tithes in Israel. achia hapo. Hiyo yako inasemaje? Verse 21. Happy Mother's Day. Numbers 18 verse 24. Happy Mother's Day. And behold, I have given the children of Levi all the 10 in Israel. Wacha. Hiyo ya Kiswahili inasemaje? Inajui hapo mother au hapana. Praise the Lord. Numbers 18 verse 24. Tusoma ya Kiswahili. Namaliza sasa. Inasema kwa kuwa zaka za wana wa Israeli waisongezayo kuwa sadaka ya kuinua kwa Bwana nimewapa Walawi kuwa urithi wao. Watia hapo. Now listen. Part of the tithing, Kwa hivyo kiasi fulani cha it is to support those who are in the ministry. ni cha kuweza kushikilia wale walio kwa huduma. Na kanisa, it is not the pastor who is only supposed to be in the ministry. Na kwa kanisa Wakati jiwa anaenda mahali, pastors wanaitishwa, kuna giving za legion. All those things zote huwa zinalalia pastor. Saa zingine ni lazima nitumie mtu ka SMS. Na saa ingine hata si yangu ya kukula. Ni kukama tu nasema ni yangu, lakini naitisia legion. Naitisia somewhere else. But if we purpose this year to try God, kila mtu yule unapata 10,000 faithfully unatoa 1,000. Yule anapata 1,100 unatoa faithfully 110k. Mtaona this year ukavuka wakati niwaambie hakuna mambo ya kuitisha rent. Unakuta tu ni kulipa tu tunalipa. Shida ni midomo hapa inakula pesa. Father, we thank you for the teaching today.
I speak the grace of tithing upon God's people. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Zima sasa.